Moja ya changamoto kubwa ambayo inawakumba watu wengi wanapoendelea kuishi hapa duniani ni tatizo la ukiziwi wa kiroho, spiritual deafness. Ni tatizo ambalo linawakumba watu wengi, hususan Wakristo wengi, na wengine wanasali, lakini kwa sababu ni viziwi, hawasikii, imewasababisha wakakutana na majanga makubwa sana katika maisha yao. Sasa kama kuna mlango wa fahamu ambao unatakiwa kuwa active muda wote kwa ajili ya kuweza kusikiliza sauti ya maelekezo ya Mungu, ni masikio ya rohoni. Kwa sababu unapokuwa unasikia Mungu akisema na wewe, ndio unapata maelekezo ya kitu gani ufanye, na ufanye wapi, na ufanye kwa namna gani, na kwa nini ufanye. Sauti ya Mungu inapokuja huwa inakuja na maelekezo ya ufanye nini, ufanye wapi, ufanye kwa mfumo gani au kwa namna gani, na kwa nini ufanye. Sauti ya Mungu inapokuja inakuja na hayo maelekezo. Sasa kwa bahati mbaya, Wakristo wengi, na sio tu Wakristo, watu wengi katika hii dunia wanakumbwa na tatizo la spiritual deafness, ukiziwi wa rohoni, na ndio maana kuna baadhi ya agenda nyingi sana haziendi katika maisha yao. Nashukuru Mungu amenipa ujumbe huu kwa ajili ya kushare na wewe siku ya leo. Naamini kama ni wewe, kuna mahali Mungu anataka kukupeleka. Kwa hiyo ameachilia neno lake siku ya leo ili kusudi tuweze kujifunza kwa pamoja. Sasa tutasoma maandiko machache ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Nizingatie, nitaenda taratibu sana ili kusudi Mungu aweze kukusaidia kuweza kuelewa kile ambacho amekikusudia kwa ajili yako siku ya leo. Ukisoma kitabu kile cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 1, Biblia inasema, Bwana akasema na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Pihahirothi kati ya Migdori na bahari kukabili Baal-Sefoni. Mtapanga mbele yake karibu na bahari. Naye Farao atasema, katika habari za wana wa Israeli, wametatanishwa katika nchi ile, jangwa imewazuia wasitoke. Nami nitaufanya uwe mgumu moyo wa Farao, naye atafuata nyuma yao. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi wakafanya hivyo. Sasa watu wengi wametegwa na wamejikuta wameingia kwenye matatizo kwa sababu hawakusikiliza sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu huwa inasema kwa habari ya maisha yako. Sauti ya Mungu inasema kwa habari ya familia yako. Sauti ya Mungu huwa inasema kwa habari ya biashara yako, kwa habari ya afya yako, kwa habari ya ndoa yako, kwa habari ya watoto wako, kwa habari ya chochote unachokifanya, huduma yako na kila kitu. Sauti ya Mungu huwa inasema. Na moja ya kazi ya sauti ya Mungu ni kukupa maelekezo ya kuweza kuwashinda maadui zako. Sasa watu wengi hawana maelekezo ya namna watakavyowashinda maadui zao, na ndio maana huwa wanajikuta ghafla wamenaswa katika mitego ya adui zao, kwa sababu hawakuwa na maelekezo, hawakuisikiliza sauti ya Mungu inayowapa maelekezo ya nini wafanye ili kusudi wasinaswe katika mitego ya adui zao. Sasa katika mfano tuliousoma, Mungu anazungumza na Musa na kumwambia Musa kwamba awaambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi huko jangwani. Kuna sehemu inaitwa Pihahirothi, wapige kambi Pihahirothi kati ya Migdoli na bahari. Wapige kambi, alafu watengeneze hema au camp karibu na bahari. Kwa nini wafanye hivyo? Kwa sababu lengo lake, anataka amtege adui yao ambaye ni Farao, ili aseme hawa watu wamepiga kambi karibu na bahari kwa sababu wamekwama, Mungu wao hajawasaidia, ili kusudi anapotoka kwenda kupambana nao, Mungu aweze kumteketeza, aweze kumuua Farao katika bahari, ili Mungu aweze kupata utukufu. Sasa utakuja kugundua kwamba kuna maeneo mengi katika maisha yako Mungu alishatengeneza plani ya kuweza kuwa contradict au kuwachanganya adui zako, lakini kwa sababu wewe haujaisikia sauti ya Mungu, umeendelea na mbio hizo hizo, umeendelea na biashara hiyo hiyo, umeendelea na kile ulichokuwa unakifanya wewe mwenyewe bila Mungu, ukihisi kwamba uko salama, kumbe ndio unakosea na ndio unatengeneza mazingira ya adui zako kuweza kukushinda. Lakini kumbe Mungu alishaandaa mpango kabambe wa kukusaidia wewe kuweza kutoka kwenye eneo la mtego wa shetani, ya kukusaidia wewe kuweza kuwashinda adui zako kwa namna rahisi sana.
Lakini shida ni kwamba kwa sababu wewe hauna masikio, wewe ni difu, wewe ni kiziwi, unaendelea tu kwenda. Okay, sikiliza. Mfano, mtu akiwa ni kiziwi hasikii, alafu kukiwa kuna gari linakuja nyuma yake, yeye akiwa anaendelea kutembea, hawezi kupata namna ya kuweza kutoka barabarani apishe gari lipite. Hata kama liko speed, hata kama kuna hatari inakuja, gari linakuja, yule mtu hawezi kutoka barabarani kwa sababu ni kiziwi. Hajapana namna ya kupata alert, hana namna ya kupata alert kwa mfumo wa kawaida ya kumsaidia kutoka kwenye njia ili kusudi kuweza kupisha ile hatari. Sasa hawa wana wa Israeli, the Bible says Mungu kupitia masikio ya mtumishi wa Mungu Musa aliweka alert kwamba jamani, fanyeni kambi hapa, kuna mpango kabambe nataka niufanye ili kusudi niwapatie ushindi wa uhakika, ushindi wa kudumu. Hupati ushindi wa kudumu kwa sababu hausikii maelekezo ya Mungu yanayouandaa huo ushindi wako wa kudumu. Hawa wana wa Israeli, Biblia inasema waliposikiliza sauti ile ya Musa, the Bible says wakafanya kama vile Musa alivyowaambia, kwa sababu Mungu alikuwa anasema na Musa, alafu Musa anasema na wana wa Israeli. Walipofanya kama Mungu alivyowaambia, ndio Farao alikuja kutegwa, akahisi kama wale watu wamekwama kweli kule. Kumbe wameweka kambi kwa sababu ya maelekezo ya Mungu. Baada ya hapo, jeshi lilivyokuja, jeshi la Farao lote na wapanda farasi wote, Mungu akawatupa baharini. Kuanzia hapo sasa, adui Farao akawa ndio amekoma kuwafuatilia wana wa Israeli. Sasa kuna maadui wengi ambao wanakufukuza kila siku, lakini kwa sababu wewe hauna maelekezo ya sauti ya Mungu, wanakunasa kwa urahisi sana. Na kuombea siku ya leo, Mungu akupe neema ya kusikiliza, neema ya kuwa na masikio ya rohoni, ya kuweza kusikiliza sauti ya maelekezo ya Mungu, itakayokusaidia kuweza kutoka kwenye minaso na mitego yote ya adui zako katika jina la Yesu. Yawezekana Mungu huwa anasema na wewe, lakini kwa sababu wewe ni kiziwi huwa husikii. Kwa hiyo unaendelea tu kwenda. Mungu anakwambia hiyo njia unayoiendea ni hatari, kuna hatari mbele yako, usiende. Lakini wewe kwa sababu ni kiziwi wa rohoni, unaendelea tu kwenda na njia hiyo hiyo. Mungu anakwambia huyu mtoto usimpeleke shule hiyo, ataharibikiwa. Wewe kwa sababu ni kiziwi wa rohoni, unasema hii shule kwa sababu inafaulisha, ngoja nimpeleke huko. Unafika kule, maskini ya Mungu, mtoto anaenda kubadilishwa na kuwa shoga. Sasa kuna vitu vingi vya hatari ambavyo vinaweza vikatokea katika maisha yako kwa sababu wewe ni kiziwi, hausikilizi sauti ya maelekezo ya Mungu. Sauti ya Mungu inapokuja katika maisha yako huwa inabeba maelekezo specific ya kwamba ufanye nini, kwanza uende wapi, ukafanye nini, ukafanye kwa namna gani. Inakuwa na maelekezo hayo yote. Inakuwa na what should be done, how should it be done, when should it be done. Maelekezo yote huwa sauti ya Mungu imebeba. Angalia, Mungu anapomwambia Musa, anaambia waambie wana wa Israeli wafanye nini? Warudi na kupiga kambi mbele ya Pi-hahirothi. Yaani manake inatoa maelekezo ya nini kifanyike. Alafu kifanyike wapi? Mbele ya kambi ya Pi-hahirothi. Alafu ifanyike kwa namna gani? Watengeneze hema, watengeneze kambi. Ukisoma kwa Biblia ya Kiingereza, New International Version, anasema kwamba tell the Israelites to turn back and encamp. Manake mfumo gani wautumie kubaki pale? Ni mfumo wa kutengeneza kambi, waweke kambi, sio wasimame tu, waweke kambi. Kulikuwa kuna maana kubwa ya hayo maelekezo ya kuweka kambi. Ukiweka kambi, tafsiri yake ni kwamba manake utakapo kwa muda mrefu. Ukiweka kambi, manake unakaa kwa muda wa kutosha. Sasa hayo maelekezo ya kuweka kambi yalikuwa yanamvuruga Farao, ahisi kwamba hao watu mpaka wameweka kambi, maana yake wameshindwa kabisa kutoka kwenye nchi. Na ndio maana ile ari ya Farao kuwafukuza ikawa kubwa. Na ndio maana Farao anakamatwa kwenye ile bahari, anauawa kwa sababu ya ile ari iliyokuwa kubwa ya kuwafukuza wana wa Israeli, kwa sababu ya zile kambi ambazo aliziona wameziweka. Kwa hiyo kama Mungu aliwaambia waweke kambi, alafu wasiweke kambi wakaamua tu kusimama pale, that means Farao angejua kwamba wanapumzika kwa muda. Lakini kilichomdanganya Farao ahisi kwamba hawa watu watakaa hapa kwa muda mrefu, kwa hiyo ni wafukuze, ni kwa sababu waliziona zile kambi ambazo, hema ambazo waliziweka pale wana wa Israeli, ambazo ndio maelekezo ya Mungu, ndio aliyomfanya Farao akadanganywa, akawafukuzia, halafu akaenda kufa. Mungu akitaka kuwaua adui zako, huwa anakupa wewe maelekezo specific ya vitu gani vifanye vitakavyowachanganya adui zako. Nampenda huyu Yesu. Ukiwa na maelekezo specific ya Mungu, huwa yana tabia ya kuwachanganya adui zako.
kwa sababu Mungu si anajua mawazo ya adui zako. Kwa hiyo ili aweze kukusaidia wewe, anawachanganya adui zako, halafu anakupatia maelekezo ambayo adui zako wakiyaona wanahisi kama uko katika point ya weakness. Kumbe ndio Mungu ameweka uimara katikati yako, na kupitia maelekezo hayo ndio adui zako watachanganyikiwa na kujikuta kwamba wamenaswa kwenye mtego ambao Mungu ameuandaa kwa ajili ya adui zako. Kuna raha kuisikiliza sauti ya Mungu. Sasa utaniambia, mtumishi, mimi nitaisikiaje sauti ya Mungu na nitapata faida gani nikisikiliza sauti ya Mungu? Naomba nikupeleke kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Napenda ile andiko. Ukisoma kwa Kiingereza nasema, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you higher above all the nations on earth. Nataka nikwambie, sio kipengele kwa Mungu kukuinua hata leo juu ya mataifa yote. Mungu hana kipengele, hana kizuizi cha kukufanya wewe usiwe globe. Hana kizuizi hicho. The problem is hauna maelekezo, na hauna maelekezo kwa sababu hausikii, na hausikii kwa sababu wewe ni kiziwi wa rohoni. Kwa hiyo kama ukiwa na masikio yaliyofunguliwa, masikio ya rohoni, spiritual ears, ukishafungua masikio ya rohoni, utakuwa na uwezo wa kuisikiliza sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu imebeba maelekezo ya kitu gani ufanye wapi na ufanye kwa namna gani. Biblia inasema unapoendelea kutii yale maelekezo ambayo Mungu anayaachilia kwako, ndio Mungu sasa anakuinua duniani juu ya mataifa yote. Sio ishu kwa Mungu kukufanya wewe wa kimataifa mpaka umeisikiliza sauti ya Mungu na kutekeleza kama Mungu anavyotaka. Namuona mtu ambaye Mungu anaenda kumuinua sasa, kumfanya kwa globe katika jina la Yesu. Biashara yako itaenda globe, itaenda viral kama utasikiliza sauti ya Mungu na kukaa na kuobei kwa uangalifu, kwa umakini mkubwa, kwa bidii. Mungu atakufanya kwa globe katika jina la Yesu. Mimi nakwambia, nazungumza hivi kama utani, lakini ndivyo itakavyotokea kwako. Kama ukiamua kusikiliza sauti ya Mungu kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yote anayokuagiza kupitia sauti yake, wewe utakuwa globe, utafanikiwa sana, utakuwa juu ya mataifa yote duniani katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sasa utaniuliza, hiyo sauti ya Mungu mimi nitaipatia wapi? Twende kwenye Ufunuo sura ile ya 3. The book of Revelation sura ya 3 mstari wa 20. Biblia inasema hivi. Sasa hapa najibu, kwa utapateje sauti ya Mungu? Utafanyaje kujua sauti ya Mungu? Utaipatia wapi hiyo sauti ya Mungu? Biblia inasema Ufunuo 3:20, tazama nasimama mlangoni na bisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Angalia, ukisoma kwa Kiingereza nasema hivi, here I am, I stand at the door and knock. Tafsiri yake akisema here I am, I stand, maana yake ni kitu ambacho kinafanyika continuously, ni always kinafanyika. I stand at the door and knock, kwamba nasimama kila siku, yeye huwa amesimama tu mlangoni. Kwa lugha nyingine, sauti ya Mungu huwa ipo tu mlangoni kwako, inagonga. Anatamani ya kusemeshe kwa habari ya biashara yako. Mungu anatamani ya kusemeshe kwa habari ya kazi yako. Anatamani ya kusemeshe kwa habari ya ndoa yako. Anatamani ya kusemeshe kwa habari ya uchumi wako. Anatamani ya kusemeshe kwa habari ya plani zako, destiny yako. Lakini ni vile kwamba you are blind spiritually, wewe ni blind, lakini pia wewe ni deaf, usikii. Ndio maana huisikii sauti ya Mungu. Kwa hiyo yeye yupo tu amesimama pale, anasubiri mtu yeyote atakayesikia sauti. Mtu akiisikia sauti yangu, halafu na kufanya nini? Haitoshi tu kusikia. Mtu anaweza kawa mlangoni anagonga ngongo 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 ngongo, unaweza ukasikia halafu usifungue mlango. Kwa hiyo kuna step nyingine unatakiwa kufanya ya kufungua mlango. Unapofungua mlango, the Bible says anaingia kwako, halafu anafanya nini? Anaketi, nitaingia kwake nami nitakula. Anakula pamoja na wewe, na wewe unakula pamoja na Mungu. This is deep. Listen. Ipo hivi. Kama wewe unaweza kula pamoja na Mungu
kuwa na uhakika kwamba aina ya chakula utakachokula sio matakataka. Bado hujadaka. Angalia chakula ambacho utakula pamoja na Mungu, kuwa na uhakika kwamba ni chakula chenye virutubisho vya kutosha, ni chakula bora. Mungu hali matakataka, kwa hiyo utakula pamoja na Mungu chakula bora. Sasa hili neno liko katika aspect mbili. Kuna aspect za rohoni, kwa maana ya chakula utakachopewa, manake neno la Mungu utakalokulishwa litakuwa ni neno la wakati, lenye kuleta matokeo katika maisha yako, exactly, lenye maelekezo ambayo ukiyafanya lazima tu ufanikiwe katika jina la Yesu. Hiyo ni aspect ya kwanza. Aspect ya pili, Mungu akiwa na wewe, no way utakufa na njaa. Biblia inasema nilikuwa kijana, Daudi anasema nilikuwa kijana, sasa ni mzee, sijaona mwenye haki wa Mungu ameachwa, wala watoto wake kuomba chakula barabarani. Sasa kama Mungu yeye kazi yake anataka kuwa anakula na wewe, maana yake nini? Atahakikisha hicho chakula ambacho mtakula pamoja na yeye kipo. Hawezi akasema anakuja kula na wewe alafu asilete chakula. Mungu sio bepari. Lazima anapokula na wewe ameleta hicho chakula. Kwa hiyo advantage utakayoipata ni sawa na wewe huna hela, alafu ukakutana na tajiri mmoja akasema, ndugu yangu, mimi natafuta mtu ambaye nitakuwa company naye kitu kimoja, tuwe tunapiga story pamoja, tunakula pamoja, tunafanya mambo yetu pamoja. Kwa sababu wewe una hela, utakapokubali kuwa na uhakika muda wowote mkikaa kitako, yeye ndiye atakuwa in charge wa kuagiza vitu. Haya, lete hapa kama ni nyama ya kuku, lete hapa kama ni beef, lete hapa kama ni kitimoto, lete hapa kama ni nyama gani. Yeye ndiye atakuwa in charge wa kulipia kila kitu, kwa sababu wewe ni kapuku, huna hela, ila yeye ndio ana hela. Kwa hiyo anapoomba company, wewe ndio utafaidika kwake. Atakachofaidika kwako tu ni ile company, lakini kimsingi, kimahitaji, wewe ndio utakayefaidika kutoka kwake. This is what happens. Ninakuombea kwa jina la Yesu. Hebu fungua masikio yako ya rohoni uweze kumsikia Mungu. Umfungulie mlango, aingie kwako, afanye makao ndani yako, ale pamoja na wewe ule pamoja naye katika jina la Yesu. Siku yako imebarikiwa katika jina la Yesu, na kuombea ukafanikiwe siku ya leo. Neema ya Mungu ikufungulie masikio ya rohoni uweze kumsikia Mungu na kumwelewa katika jina la Yesu Kristo. Siku yako imebarikiwa katika jina la Yesu. Amen. 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 Kama wewe hujaokoka na ungetamani kumpa Yesu maisha yako, nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako, mimi ni mwenye dhambi, nimesikia habari zako, unagonga mlangoni kwangu, ninaamua kukufungulia leo. Ingia ndani yangu, nisamehe dhambi zangu zote, nifanye kuwa mtoto wako wa thamani katika jina la Yesu. Kuanzia sasa naokoka na kukuamini wewe Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. 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 Nitafute kwa namba ya simu uliokoka leo. Tuna group letu la maombi. Kila siku tunaamka alfajiri na mapema kabisa kuomba. Nitafute kwa namba ya simu 0621 029 itakusaidia kuweza kukuunganisha na familia yetu ya watu wanaomba alfajiri na mapema, na tutaomba mambo mengi yatatokea katika maisha yako katika jina la Yesu. Siku yako imebarikiwa. Amen. Mimi naitwa Mwalimu Chavala, ni mwalimu wa neno la Mungu. Mungu akubariki sana. Nikutakia baraka za Mungu katika maisha yako katika jina la Yesu. Amen.